Nyololo mbona vipi, mnataka kuniangusha, mmesahau salamu yetu? Nyololo vipi, Kamwene? Mnoge? Haya, nashukuru sana. Asanteni sana kwanza wana Nyololo na wakazi wote wa maeneo ya jirani mliofika hapa. Asanteni sana kwa kuheshimisha chama, asanteni sana kwa kuheshimisha nchi yenu, asanteni sana kwa kuheshimisha jimbo la Mufindi Kusini, kwamba mpo tayari kupata ujumbe kutoka Chadema, ujumbe kutoka Chadema wilaya, jimbo, mkoa, lakini haswa wa ujumbe kutoka Chadema taifa. Mbele yenu tumewaletea ujumbe mzito. Mimi kwa jina wengi mnanifahamu, tulikuwepo hapa pamoja, tulikuwepo hapa wakati wa msiba, tulilia pamoja walivyotuzuia Chadema tusifungue ofisi hapa Nyololo mwaka 2012, na mimi nilikuwepo hapa mwandishi wa habari anavyofariki. Nyololo tunajua mmekuwa daima mko tayari kutusikiliza, mko tayari kufanya mabadiliko katika wilaya yetu ya Mufindi, lakini huwa mnazuiwa. Leo hii tumekuja kumaliza swala la woga, tumekuja kumaliza swala la kudhani kwamba kuna watu wana hati miliki katika kuongoza nchi hii. Mimi mnanifahamu, naitwa William Joseph Mungai. William Mungai, mwenyekiti wa mkoa. Nimekuwepo Chadema kwa miaka 15 sasa. Nimekuwa kiongozi kwenye wilaya, sasa hivi nipo kwenye mkoa, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa Chadema, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu la Chadema taifa. Kijana wenu, mzee wenu, siku hizi umri umeenda, navyoanza siasa watu wengi walikuwa wakubwa kwangu. Sasa hivi nimezeekea Chadema na nitaendelea kuipambania Chadema mpaka wilaya ya Mufindi tunajitambua, tunaelewa tunachohitaji, ambayo ni mabadiliko ya kiuongozi, ni mabadiliko ya kimfumo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimeishiwa pumzi. Chama cha Mapinduzi hakina tena fikra za kutupeleka mbele. Siasa sio ugomvi. Siasa ni maisha. Siasa ndio inayoamua kodi zenu, kodi za mahindi, kodi za sukari, kodi za kila aina katika maisha yenu yanaamuliwa na madiwani, zinaamuliwa na watu wa bunge kule Dodoma. Kwa hiyo naombeni wana Nyololo kwa leo hii mimi sio mwongeaji mkuu, lakini kwa utambulisho huo tu nilikuwa nataka na nyie mpate moyo, mpate nguvu, muamini kwamba nchi hii ili tusonge mbele, Nyololo yetu hii ili tusonge mbele, jimbo letu la Mufindi Kusini ili tusonge mbele, tunahitaji kubadili mfumo kwa maana ya watu wanaotuongoza na sera zao. Siasa sio ugomvi wa kupigana virungu, kufungana gerezani kama ambavyo CCM wanapenda kutufanyia. Haijapita muda sio mrefu walikuja kuondoa bendera wakamfunga mheshimiwa mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa chama taifa. Hapa Nyololo huwa wanakutana na misukosuko mingi sana. Hapa Nyololo mheshimiwa makamu mwenyekiti, tulivyopigwa mabomu na mapolisi siku ambayo tunamsubiri mheshimiwa Dr. Slaa, na naomba nitoe kofia kwa heshima kwa Dr. Slaa. Karibu sana mkoa wa Iringa, karibu sana Chadema tena kwa mara nyingine, tuko na Dr. Slaa, karibu sana. Mheshimiwa Dr. Slaa, tulipigwa mabomu hapa kwa sababu yako, kwa sababu ya hiki chama. Alifariki hapa mwandishi wa habari aliyekuwa anatukava wakati tunasubiri ujio wako kutoka Iringa. Mimi nilikuwepo, nilikuwa mwanachama wa kawaida, nilikuwa nimevaa suti ya benki, nikavaa gwanda, nikaja hapa kupambana ili kusimika Chadema hapa. Kwa sababu mimi mwenzenu nimesafiri kidogo duniani. Nimetembea kwenye wilaya hii, nimetembea vijiji vyote 172. Kote, Mufindi Kusini kole, yote nimetembea. Mufindi Kaskazini, yote nimetembea. Tulikuwa tuna operation katika wilaya hii, inaitwa Operation Komboa Mufindi. Operation Komboa Mufindi. Mkoa huu
na wilaya hii ilikuwa shamba la bibi la CCM. Na labda wale wa zamani walifanya mambo mazuri wakawa wanapendwa, lakini miaka ilivyoenda wahuni wakakiteka kile chama. Watu wanatumia hela kule ili wachaguliwe. Watu wanununua roho za wananchi waende wakawasikilize kwenye mikutano yao. Uongo kweli? Hawatoagi posho hapa? Hawaletagi mpaka magari ya kusomba watu hapa? Nyie hapa sisi tumewasomba, tumewalipa posho. Hiyo ndio tofauti kati ya Chadema na CCM. CCM imekufa. CCM iliyopo ni kagenge ka watu wachache wanaotutawala. CCM ni genge la watu wachache wanaonufaika wenyewe. Hawana tena mawazo. Nchi yetu hii 70% ya wananchi mko chini ya umri wa miaka 30, vijana. 70% zaidi ya 70 ni vijana. Viwanda, watu wakihangaika kuweka viwanda vya nguzo, wakihangaika kuweka viwanda vya mbao, kutoa ajira kwa vijana. Serikali ya CCM inayojua kuishi kwenye magari ya milioni 500 kwa kila mmoja, wanaweka makodi mpaka viwanda vinafungwa. Hamna viwanda vimefungwa huku? Si vipo? Wamewaambia hao matajiri kwa nini wamefunga? Wamefunga kwa sababu ya utitiri wa kodi. Wamefunga kwa sababu serikali inachukua nguzo zao, inachukua mbao zao, alafu haiwalipi. Chadema sisi hatuko hivyo. Chadema mkitupeleka tuwe madiwani, mkitupeleka tuwe wabunge, sisi tutapunguza hizo kodi. Sisi tunataka watu wapate ajira. Sisi tunataka matajiri waendelee, wa Mufindi, wa Njombe, wa Iringa, wawekeze zaidi ili serikali ipate kodi yake ndogo, ipungue ukubwa na upana wa matumizi. Mimi ni mchumi, mnisamehe kidogo, lakini nyie wote ni wachumi. Mimi ni mchumi, nimekaa darasani ndio, lakini kila mtu anajua kuangalia uchumi wake wa mfuko. Na leo hii nikiuliza uchumi wenu hapa, naomba hapa wote hapa ambao mnaangalau nyekundu, nyosheni juu tuione. Nani hapa na nyekundu imekaa haina kazi? Nani na nyekundu hapa? Hali si ngumu? Hali si ngumu? Hali ni ngumu kwa sababu viongozi ambao hatuwachagui, viongozi ambao hatuwapi kura, ndio wanaoenda kukaa kwenye vikao vya maamuzi. Wanaamua kukunyonya wewe mwenye duka, wanaamua kukunyonya wewe mwenye genge, wanaamua kukunyonya wewe unayejaribu kupata hela kulisha watoto wako, kuwapeleka shule. Genge sio chama cha siasa. CCM sasa hivi inashikiliwa na vyombo vya dola, ambapo watu wa huko juu wapo wanaonufaika. Wewe hivi nyie mnajua kwamba rais mstaafu katika nchi hii pamoja na waziri mkuu pamoja na makamu wake wote wale walio hai mpaka leo, kama rais analipwa milioni 20, wao wanachukua 80% na wao. Yaani wamestaafu, bado kodi yako inalisha watu ambao walishatumikia taifa, tulishawalipa mshahara wao, ilibidi wapate pension inayoeleweka, wanalipwa na wao milioni 15 kila mwezi. Na hiyo ipo kwenye vyombo vya dola vyote. Ukienda polisi unakuta nako huko juu wako vizuri. Na mimi wasigombani na polisi hao washikaji hao walioko mtaani. Kwa sababu gani? Wao sio wenye kosa, wao wanapewa amri. Uongo kweli? Wao wenyewe maisha yao, kikokotoo walichowekewa wao na walichowekewa watumishi wa umma ni hatari. Hawawezi hata kuishi. Viongozi wao wa juu wanatunzwa. Mshahara unalipwa 80% ya mshahara ulioacha. Gari serikali inakubadilishia kila miaka 5, unaruhusiwa kuchukua gari jipya mpaka siku unakufa. Ndio hao wa CCM huko juu wanavyoishi. Hawa askari wenzangu na mimi hawa, wao kodi ya nyumba shida, kukaa mtaani shida, nyumba zao hawajengewi zilizo bora. Kwani uongo? Mishahara hao duni, badala ya kuongezewa mishahara eti wanaambiwa wao waishi kwa kuchukua hongo kwetu. Maaskari wengi hawapendi kuishi hivyo, au sio? Askari si cheo cha heshima. Tulivyokuwa watoto hapa wengi tulitaka kuwa maaskari. Ukiulizwa ukiwa darasa la pili, wewe unataka kuwa nani? Mimi nataka kuwa polisi. Uongo kweli? Siku hizi uliza watoto wako unataka kuwa nani, watasema polisi. Labda yule ambaye yuko nyumbani hana ajira anasema ngoja aende, au sio?
Kwa hiyo ndugu zangu, watu wa Nyololo, mnisamee, mimi nilikuwaga mwalimu pia, kwa nisije nikanogewa, lakini sikutaka kuchukua mada za waongeaji wakuu, wana masuala mengi kuongea nanyi. Mimi nilitaka niwachokonoe tu wana Nyololo.